Hata kama umevaa suti nzuri, tulia. Wakati wa neno, tulia. Hata kama ni mtoto mdogo anahubiri, tulia. Mungu anakuwa na shida na wewe. Haleluya. Uhai wa mchungaji ni waumini wa shirika. Niwaambie hivi. Ndio maana mchungaji haruhusiwi kuishi na mke zaidi ya mmoja. Biblia imesema. Na shemasi, Biblia imesema. Na maaskofu, Biblia imesema hawaruhusiwi kwa sababu watalilemea kanisa. Eti namna hiyo tu. Kama mchungaji anakuwa na mke mmoja, tunamshindwa. Yaani hatuwezi kumhendo, tunamshindwa. Wakiwa wawili. Ana tutoto tunne labda, tunashindwa. Si tuko 20 40, tunashindwa. Akiwa na wake wawili, huyu anazae 10, huyu 10, inakuwa shida inaanzia hapo. Wanasema usilitaje jina la Yesu. Anakubali, maana hawezi tadirika. Unajua mchungaji bwana anazidi cheo chochote duniani. Chochote. Hata vikao vyao unatakiwa wao wawe wasemaji. Huko kaya na maraisi na viongozi mbalimbali. Ila namna sisi tunavyowachukulia, tunachukua kama watu wa kawaida tu. Shituka, nimesema asubuhi, shituka. Mchungaji hata kama angekuwa dhaifu vipi, hata kama muonekano wake hauna mvuto kwako, lakini Mungu amemchagua yeye. Haleluya. Mungu amemteua yeye. Tunamuona Mungu kupitia yeye. Nimesema mchungaji akitamka, pokea. Mchungaji akikuonya kitu, onyeka. Hakuna mtu mwingine atakuja ashuka kuonya. Natoa mfano mmoja kwamba mzazi, Biblia inasema ni kopi ya Mungu, sio Mungu wa pili. Nielewe. Kama anaweza kasababisha muda wako wa kuishi uongezeke, maana yake ni kopi ya pili na nafasi yake ni kubwa sana. Hakuna duniani mama mwingine kwako au baba mwingine. Baba ni mmoja, mama ni mmoja. Baba yako kama angekuwa na wake wawili au mama wako kambo, hutakiwi hata kumuita mama. Sio mama yule, ni mama wa kambo. Nielewe. Ninakueleza maana yake kwa Kiswahili cha kawaida kabisa. Huyu mke mdogo wa baba anaitwa ma mdogo, sio mama mdogo. Ukisema mama mdogo umeongea na huyo ni mtu mwingine. Mama mdogo ni mdogo wa mama yako. Huyo anaitwa mama mdogo kwa Kiswahili kabisa. Ndivyo hivyo. Ndio maana kuepusha usumbufu, kwa Kiingereza wakaita majina fulani hivi. Awe mdogo wa baba wa kike, awe mdogo wa mama wa kike, au dada wa baba wa kike, au dada wa mama wa kike, anaitwa shangazi, aunti. Kuepusha usumbufu. Nje na hao, upande wa kiume anaitwa anko. Haleluya. Anaitwa anko. Mtoto wa mchungaji mimi namuita anko. Anko haimaanishi mama yake ni kaka yangu. Sijamzaa mimi. Kwa anaitwa mjomba. Yaani mimi ni mjomba wake. In short, mimi ni mjomba wake. Mimi hata kama sio ndugu kwa baba, kwa mama, lakini ni nje na wazazi. Wazazi ni mmoja tu dunia. Baba mmoja, mama ni mmoja. Haleluya. Kwa Kiingereza huyu mama wa kambo anaitwa foster mother. Siende huko. Ngoja nikusaidie kitu. Vidonda vya tumbo vinawatesa watu kwa kujua au kutokujua. Namba moja kabisa, kula ovyo. Usile ovyo. Tunakulaje ovyo? Kula ovyo kuko hivi. Hapo 90% za watu wanaugua vidonda vya tumbo pasipo kujua. Vidonda vya tumbo vinaepukika. Wengi ukiwauliza vidonda vya tumbo vinasababishwa na nini, wanasema ni mawazo. Mawazo ni hatua ya pili, lakini kuna ya kwanza ambayo ndio ngumu zaidi, kula ovyo. Tunakulaje ovyo? Wewe hujakula chakula chochote, na asilimia kubwa wanaume wa vidonda vya tumbo ni wacha Mungu, wale wanaofunga kwa ajili ya maombi sana. Amefunga kufika saa 12 muda wa kufungua, kabla hajara anaanza kutafuna tukaranga bigiji. Ni kosa kubwa sana. Kweli muda wa kufungua umefika, umefungua, sawa, ni haki yako kula, lakini tafuta chakula kilicho kamili ule. Haleluya. Tukaranga, unakuta baba mtu mzima anakutana na machinga, anaonjeshwa tukaranga, anapokea, na yeye
anatafuna tu karanga. Hizo karanga nikwambie hivi, utakapokuwa unazitafuna karanga, zinaenda zinacheza, taya zinacheza unapotafuna karanga. Hizi taya zinapocheza zinaenda kuswitch mifumo ya nyongo. Nyongo inajua ni chakula kinaingia kwenye tumbo. Kumbe chakula hamna, ni bigiji tu unatafuna. Ni bigiji tu. Unaruhusiwa kunywa maji, yani kutumia kimiminika, hicho hakina madhara. Lakini kile kinachochezesha taya, nyongo itaenda kutemea tu kwenye mfuko wa chakula. Na nyongo ni asidi moja kubwa sana, kali sana. Unajua nyongo inaweza kaozesha hata wembe. Wembe unaozesha. Sasa hamna chakula, manake inakutana na nyama kwenye mwili wako. Kitakachofuata ni vidonda vya tumbo. Epuka vidonda vya tumbo. Sijasema usile karanga wala begiji. Kula, ukiisha kula chakula kingine ule kama burudani. Mungu awabariki sana. Mwanzo tukasema somo la kwanza, tukalisoma kwenye Mwanzo 1:1. Mungu aliziumba mbingu na nchi. Dunia imetoka wapi? Nataka nikuelekeze dunia imetoka wapi. Na neno dunia limetawala sana. Na dunia, Biblia imesema jiepushe na dunia. Dunia Mungu hajaiumba. Kama angeumba dunia asingesema tujiepushe nayo. Asili ya mwanadamu ni mbingu na nchi. Nchi ni nini? Nchi ni mimi na wewe ambao tumeshinda jioni ya leo, tumehudhuria ibada. Ibada ya jioni sio mchezo, ni ibada ya walioitwa. Ibada za Jumapili ni ibada za wote wenye mwili, Jumapili asubuhi. Lakini ibada za katikati na Jumapili jioni ni ngumu kweli. Unarudi nyumbani, kumbe mumeo alikupa kaofa kidogo. Ukichelewa mke wangu, sitakuruhusu tena. Kwa anakuwa na kahofu yule mwanamke. Sasa akichelewa dakika zake 5, nyumbani moto na waka kule. Anamnyima ibada tena. Kwa maana si wote wameokoka hapa. Haleluya. Wanakuwa wamepewa ofa. Usichelewe, sawa? Usichelewe. Yaani usichelewe. Ukikuta yuko ndani ametangulia kabla yako mwenzangu. Hapo inabidi simu ya mchungaji iwe on. Tulikuwa na ibada, tulikuwa kwenye maombi, kwa hiyo msamehe tu. Sasa mara ngapi mwenzangu? Ni kwamba tu muda tuliojiwekea tu heshimu tu. Kama ibada yetu saa 6:30 iwe saa 6:30. Kuepusha vitu kama hivyo. Sisi tunaongozwa na hekima ya Mungu. Mchungaji amesema hekima, amezungumza hekima. Saa ngapi sasa hizi? Kama Mungu hakuumba dunia, imetoka wapi? Na mbingu na nchi. Nchi nimesema ni wewe unayelisikiza neno la Mungu na kulitunza. Na mbingu ni nani? Mbingu ni Mungu mwenyewe. Na Mungu tulijifunza kwamba Mungu ni roho. Sasa roho tunaishije nayo hapa? Na sisi tunataka maisha wazi wazi. Na Mungu tumesema anafanya kazi na sisi mwilini, sio rohoni. Kwa kama anafanya kazi na sisi mwilini, anakujaje kwetu? Tukasoma kitabu cha Ufunuo sura ya 1 mstari wa 1, kinachosema ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu awaonyeshe watumwa wake mambo ambayo kwamba hayana budi kuwako upesi. Naye akatuma kwa mkono wa malaika kamwonyesha mtumwa wake Yohana. Mstari wa 2 sema alishuhudia neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo, yaani mambo yote aliyoyaona. Mstari wa 3 anasema heri asomaye na wao wayasikiao maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati ukaribu. Unajua kuna vitu kama rahisi wepesi wa maisha ya mwanadamu au usalama wa maisha ya mwanadamu ni kusoma neno la Mungu. Tusomi neno la Mungu, tunakunguta vumbi Jumapili, tunakutana na Biblia Jumapili. Kumbe tuna muda, ule muda unaangalia movie, filamu zile. Basi tumia huo basi. Zile episodi 2 unajisifia nimeangalia episodi 20. Kumbe kila episodi ina dakika 15 zile. Hebu basi 2 basi zitumie kwenye kusoma neno la Mungu. Ingalau kuna kitu utambulia. Hizi simu sasa hivi tumepewa simu, Biblia za kwenye simu zimo. Nenda na simu yako chooni, zile dakika zako nyingi unakaa chooni zile 3, 5, wengine mpaka 10. Unakaa dakika 10. Ngoja nikwambie, ule muda tunaokaa chooni, nikwambie sasa, kwenye miaka yako 80 utakuwa umekata siku 2 na miezi 8 ya kuishi. Kwa kama umepewa siku 80, maana yake miaka 80, maana yake siku, maana yake miaka 2
na miezi 8 imekufa. Hiyo hauhesabii imepotelea chooni. Wewe mwenzangu, chooni bwana. Miaka 80 uliopewa unajivuna nayo, miaka 80 unaojivuna nayo wewe, miaka 80. Toa muda wa usingizi. Usingizi tunalala nusu siku. Kama siku ina masaa 24, basi 12 usingizi, 12 ya maisha. Imepungua mingapi? Ukilala usingizi unaenda kutafuta pesa, imebaki mingapi? 40. Ndio ya kwako 40. Toa miaka 2 na miezi 8, inabaki mingapi? Au toa tu miaka 2, inabaki mingapi? Ndio miaka yako hiyo unayojivuna nayo hiyo. Toa umri wa shule. Mwambie mwanangu pale sasa hivi na miaka mingapi? Mpaka anamaliza chuo, ana apply kazi. Miaka 23. Yaani miaka 23 hiyo ni miaka umri wa kawaida. Toa miaka 23. Kusoma shule ni mateso, si rahisi. Na ndio maana tunasema mwanangu, pole na masomo. Yaani vile mimi ninavyopewa pongezi ya kazi na yapewe pongezi ya kazi, pole na masomo mwanangu. Sio mchezo. Miaka 23 inapotelea shuleni. Miaka 23 sio miaka ya raha, ileti faida, ile ni hasara kwa huyu anayesoma. Toa hiyo miaka 23, inabaki mingapi? Kwenye 38 inabaki mingapi? 20 ngapi? 15. Miaka yako 15. 15 hiyo. Tutoe kipi hapo? Nipumzike kidogo. Mchana kuna watu wanapumzika unakuta dakika 50, 40, ila mimi nimelala kidogo. Pumzikeni. Unapumzika mara ngapi kwa mwaka? Halo. Mara ngapi unapumzika? Toa hizo. Tuache hizo sasa, tuweke kwenye 40, zile miaka 40 kule. Miaka 15. Hiyo ndio ya kwako. Na yenyewe Ayubu 14 mstari wa 1 anasema mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi ni chache, nazo zajaa tabu. Yaani ni chache, nazo nye zina tabu tena. Yaani ni chache tena zina tabu. Chache bwana. Alafu mwanadamu huyu anayejivuna, huyu mwanadamu mwili wake, madokta wamemsifia sana mwanadamu. Wanasema mwanadamu ana madini chuma kwenye mwili wake. Mwanadamu ana umeme. Mwanadamu ana maji mengi kwenye mwili wake. Ana madini chuma. Madini chuma, nikwambie, madokta wakikwangua madini yote kwenye mwili wako wanaojivunia, wanapata kiasi cha msumari mdogo. Shilingi ngapi msumari mdogo? Shilingi ngapi? Kienda dukani nasema niuzie msumari. Si anakupa bure. Nakupa na nyingine meta 3, wewe chukua hata 4, nenda na. Ndio thamani yako. Ndio madini chuma unaosifiwa wewe hayo mwanadamu. Ana maji mengi. Kweli wakikwangua maji yote kwenye mwili mkubwa kama wa mchungaji huu, wanapata lita 20. Lita 20, dumu la lita 20. Shilingi ngapi? Shinga labda kwenu huku bei 300 dumu la lita 20 la maji shinga 200. Au bure. Chota tu baba, ongeza na zingine. Chota. Ndio thamani yako. Ndio thamani, ndio nachojivuna nacho hicho. Kingine, umewahi kuona mtu amebeba kinyesi cha mwanadamu anapeleka shambani kama mbolea? Kipo kwenye mwili wa nani? Wa mwanadamu huyu. Kumbe chenye thamani kwa mwanadamu, Shetani amenyang'anya ni ile pumzi ya Mungu. Wakati Mungu ameumba mtu, hakuumba mwanadamu, alitangulia kuumba mtu. Alafu akaweka utiisho kwa yule mtu, pumzi ya uhai puani mwake, akawa kiumbe hai. Kwa yule mtu hakuwa hai.